Hii ni Mtoro TV. Assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa alaykum salaam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhani mu'ala sultani mu'ala nabi Muhammad alayhi salam. Allahumma salli ala abdika wa nabiyyika wa rasulika sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nafikiri utambulisho umetolewa na mukadima umesikika tangu shehe ameanza kwa ufunguzi wa aya hapo nzuri kabisa. Mimi sikupita sana upande huo, tukiniuliza arifi nasimama vipi sijui. Yeye wenyewe anasemaga ya tulishifa ndo amepita huko. Sasa ni kweli mada aliyoitoa ndani yake ina mambo mengi sana na inatosheleza kutunga kitabu kikubwa kabisa ambacho uwezo ukimaliza kwa muda mchache huu wa leo. Kwa hiyo tutaongea katika ile hali ya msingi ili kuweza kufikisha nukta za msingi. Tutaishi vipi na watu wenye maradhi mbalimbali yenye kuambukiza ama pia wenye maradhi sugu. Kwa hiyo kwanza tuchukue katika nafasi ya upande wa maradhi yenye kuambukiza, kwa sababu huko ndo kuna mambo mengi sana. Manake hapa kwa haraka daktari unayagawa katika sehemu mbili maradhi. Unagawa katika mlango tunasema communicable disease na non communicable disease. Communicable ni yale yote ambayo yanaambukizwa kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine au kiumbe kimoja kwenda kwa kiumbe kingine. Na non communicable ni yale ambayo hayawezi kuambukizwa baina ya mtu mmoja na mtu mwingine. Sasa kwa haya ambayo hayawezi kuambukizwa baina ya mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine, lakini pia yanakuwa ni ya muda mrefu, maana kuna yanaweza kutoka kwa mtu ambayo hayaambukizwi lakini yanaweza kukaa nayo mwilini wewe mtu mmoja usimwambukize mtu mwingine na baada ya muda fulani akawa yenye kupona. Lakini asilimia kubwa unakuta ni kwamba ni yenye kukaa muda mrefu na wewe utaishi nayo. Lakini haimaanishi kama shehe alivyosema kwamba utakapokuwa umeambiwa masalani una sukari au una matatizo kwenye pressure kwamba basi ndio mwisho wa uhai. Hapana. Na bahati nzuri ndio maana yake kukawa kunatokea nafasi za hospitali na kliniki na wataalamu mbalimbali wa fani mbalimbali katika maradhi hayo. Kwa hiyo hata nitakachojaribu kukugusa mimi, kwa sababu mimi kama alivyokwisha kusema hapa natokea Muhimbili, lakini hasa ni taasisi ya moyo Jakaya Kikwete. Kwa hiyo unachokikuta hapa ni kwamba pale kwetu ukija kuna fani nyingi mbalimbali. Kwa hiyo naweza nikagusa baadhi ya fani za watu, lakini wao watakuwa wajuzi zaidi kuliko mimi. Ndio maana kuna mtu anaweza akakaa darasani degree ya kwanza, ya pili, ya tatu anasomea kitu hiko. Asomea sikio tu basi. Kwa hiyo maana yake kwamba ana kitu ndani cha ziada. Kwa katika maradhi haya ya namna hii kubwa zaidi tunakutana na maradhi ya jamii ya mtindo wa pressure. Tunakutana na maradhi katika mtindo wa figo. Tunakutana na maradhi katika mtindo wa sukari. Unaweza ukayagawa katika mtindo wa kila system ambayo iko ndani ya mwili wa mwanadamu, kwa maana ya zile organ kubwa. Unaweza ukazigawa katika mtindo wa mfumo wa hewa. Kuna magonjwa huko yatakayoishi mtu nayo kwa muda mrefu kama vile pumu, asma. Utakuja kwenye mfumo wa tumbo, kuna magonjwa mtu ataishi nayo muda mrefu huko ndani na wala sio ya kuambukiza. Kuna magonjwa ambayo yatakayokuja katika mfumo wa figo na yenyewe mtu ataishi nayo kwa muda mrefu lakini si ya kuambukiza. Na kuna maradhi yatakayokuja katika mtindo wa moyo na yenyewe mtu ataishi nayo kwa muda mrefu lakini si ya kuambukiza kama vile pressure. Na kuna maradhi yatakayokuja katika mtindo wa damu kwa maana ya mtindo wa hormones mbalimbali zinazo control vitu mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Mengine kwa mfano kama sukari inapita upande huo. Kwa hiyo haya sehemu kubwa kwanza ni bora yake ni wewe kwenda hospitalini alafu wataalamu wakasema haya ni maradhi fulani, kuliko tumezoea mtahani kwetu mara nyingi sana kila mtu atasema tu mimi na pressure. Lakini kidaktari ukikaa ukiongelea ukiutazama ugonjwa wa moyo unaweza ukapanga vitabu hii meza nzima vikajaa na vyote vikubwa na kila mtu hapo ndani anaongelea moyo. Moyo unaweza kuwa pressure, ni aina moja wapo ya moyo. Moyo sisi tunaweza kusema kuna kitu kinaitwa arrhythmia. Yaani ule upigaji wa mapigo ya moyo kwamba kuna kipindi inaweza kawa inakuwa juu sana au kuna kipindi inakuwa chini sana. Lakini inawezekanika mtu akawa na changamoto pia za kuzaliwa kama tunavyosikia matundu kwenye moyo. Hii ni tofauti kabisa na pressure. Isipokuwa moja wapo linaweza likasababisha jingine. Yanaweza kujitokea zote kama vile zile hali zinazoendelea baada ya kuishi na ule ugonjwa kwa muda mrefu zikaendelea kujitokeza. Kwa hiyo
Yanapojitokeza hali za namna hii, maana yake ni kwamba lilotakiwa la msingi hapa kwanza ni kuweza kujua huyu mtu kinachomsumbua ni kipi, na baada ya kusema kinachomsumbua ni hiki, basi baada hapo akapata utaratibu stahiki. Kwenye magonjwa ya mtindo, kwa mfano wa pressure, tutakupa utaratibu, tutakwambia tumia dawa zako. Ukishaanza dawa za pressure, hakuna nafasi ya kusema kwamba nimekunywa sasa pressure yangu imekaa vizuri niache. Haya ni makosa makubwa sana watu wanaoyafanya, kwa sababu unapoangalia ugonjwa wa pressure mpaka unakuja kujitokeza, si ule ugonjwa kama kujichoma na mwiba na maumivu yakaanza. Hapana, manake ni kwamba umeanza taratibu ndani ya maisha yako, umekwenda mpaka ukafikia kiwango cha wewe kuweza kujitokeza. Mgonjwa wa pressure mara nyingi huwa kuna athari ya misuli yake ya moyo kuvimba. Sasa kwenye hii athari ya misuli kuvimba ni sawasawa tu, mfano mdogo ni kumchukua mtu yule ambaye anaibeba chuma kwa ajili ya kuweza kujazia, inaitwa mabounce. Sidhani kama anaingia gym kwa siku moja au wiki moja alafu akatoka pale ni bouncer. Linakuwa ni zoezi ambalo utakaolifanya kwa muda mrefu mpaka kuweza kufikia ile athari, ukimwona unasema huyu bwana anabeba chuma. Kwa hiyo athari zetu zinategemeana na mtindo wetu wa maisha yetu tunayoishi, na vyakula tunavyokula sasa hivi vinatupeleka sana huko, kwa sababu unatokuta kwa mfano kwenye makazi ya maofisini, muda mwingi utaendesha, ukiamka unaendesha, ukifika kazini utakaa kwenye kiti, na ukitoka unawahi nyumbani unarudi unaendesha. Kwa hiyo ukifika muda mzima ule wa kuwa kama utakuwa uko active, kama hukuwa kuna jambo la kushughulisha, manake hakuna. Lakini pia hujatumia sana ile energy inayotakiwa. Ndio maana kama unatazama utakuta magwazi haya tukiugua sana, si kwamba waugui, lakini agharabu unakuta kwamba wao angalau wanafika mbali kidogo. Angalia wenzetu askari, angalia wanajeshi, huwezi kuziona hizi athari karibu sana. Baada ya umri umekwenda sana, na yeye pale anapoanza kupunguza aina fulani ya kazi zile, kutegemea na umri kadiri anavyoshauriwa na wataalamu wao huko kwenye vyombo vyao, ndio yanapoanza kujitokeza ya maradhi. Lakini hapa katikati muda wote wanapiga kwata, wako fiti. Lakini pia hataangalia kwa wana michezo, huwezi kukuta hivi vitu. Lakini sasa ikitokea kuna haya maisha ya kwetu sisi, kwa sababu kuna risk factor, vichocheo vinaweza kusababisha kupata maradhi haya. Kwa mfano kama unene kupitiliza, unaweza ukachochea kupata maradhi haya. Kwa hiyo kubwa lake kwamba ukishagundua katika hali za namna hii, kama ni pressure, kama ni sukari, kama ni figo, basi kwanza ni kwenda kliniki waone wataalamu, alafu wakushauri, kwa sababu kuna baadhi ya vitu utaruhusiwa kutumia katika upande wa vyakula na kuna vitu utakatazwa kutumia katika hali ya vyakula, na vyote vinagawanyika. Kuna vitu inawezekanika usizuiwe sasa, lakini kutegemeana na jinsi kliniki yako inavyokwenda na hali inavyokwenda, kama itakopo haifanyi vizuri, au pia inawezekana ikawa imejitokeza kuna hali zingine zikasababisha ikaendelea zaidi ya pale, kuna vitu wenda wanavitumia, lakini baadaye watakupa utaratibu. Kwa sababu wote tunafahamu, kila mtu kimuuliza kwa haraka haraka, tuambie hapa kwa siku unahitaji kunywa maji kiasi gani, atakwambia maji unahitaji kunywa lita 2 mpaka lita 3. Lakini pia kwenye mgonjwa ya moyo, maji pia nayo yana kiwango chake. Kuna mtu utamwambia kunywa hizo lita 2, lita 3 kutegemea na calculation yake wakikalculate wataalamu. Lakini kuna mtu mwingine utamwambia kwamba wewe punguza maji, jitahidi basi hata kama na lita 1 usiimalize ndani ya siku. Sasa lakini huyu kila mmoja ana vipimo vya kufanya mpaka uweze kumwambia kwamba kipi afanye, kipi asifanye, kipi kwake sahihi. Kwa hiyo kutatokea hali ya namna hiyo, tunasema upande hii ni utaalamu katika upande mzima wa swala zima la lishe. Kwa hiyo utamshauri katika upande huo kwamba kwenye vyakula punguza, kama ni chumvi, mafuta, unywaji wa maji, vyote utamuelekeza aweze kuvizingatia. Pia lifestyle kama hivyo tunavyosema, unapata nafasi ya kutembea, kikubwa tunasema kwamba walau upate dakika 30. Kama utazipata asubuhi na utazipata jioni, basi itakuwa heri. Dakika 30 sio lazima tulazimika kukimbia mabarabarani, hapana. Dakika 30 sio tulichokusudia, ni muda. Kwa hiyo manake hata kama utakuwa unaingia pale unakwenda unarudi, lakini zikatimia dakika 30 zinajitosheleza. Sio mazingira yote yanamruhusu mtu kutembea barabarani kwa mazingira yetu tuliokuwa nayo. Sehemu zingine unaweza kushangaa ukapigwa kabari. Kwa hiyo usimpe mtu mazingira magumu. Cha msingi yeye anapewa control ule muda wa dakika 30 aupate. Hii inasaidia kwenye kuyeyushaji wa mafuta na mambo mengine. Utakapokuja kama changamoto ya maradhi haya hapa kwenye figo huku, basi utapewa utaratibu kuendana na matibabu ya figo yanataka nini na masharti yake yakoje na nini upunguze, na mpaka kama unafikia kwenye kiwango cha kuweza kufika kwenye hali za dialysis, pia nayo kuna utaratibu utakaopewa. Hatuanzi tu mara moja dialysis, kuna vigezo vya kwenda mpaka mtu anafika pale. Na kama kwenye sukari kuna ushauri tutakaotoa, kama utatumia dawa au utachoma zile sindano za insulini. Lakini tutakushauri katika vyakula, mara nyingi kikubwa tunasema zingatia sana mboga za majani na matunda yawe unakula kwa wingi sana, lakini pia jitahidi kuepuka ile matunda ambayo inakuwa ina sukari kwa wingi sana.
Kwa hiyo tumia matunda na mboga za majani kwa wingi zaidi, alafu jitahidi kwa uchache, walau kama wangumi yako hivi, ndio hiyo unakula vyakula vingine vya jamii ya wanga, ndio vinachukua nafasi hiyo ya namna hiyo, na si kwamba umejaza chakula cha wanga kwamba unahakikisha umeweka cha kutosha. Wanga ni vyakula vya mtindo wa ugali, wali, miogo, ndizi. Hivi vyote mwisho wa siku tukisoma kidaktari tunasema vimepewa jina moja, kwa maana ya kwamba kwa lugha nyepesi, jinsi tunavyogawa vitu vyetu kidaktari au kiutaalamu, huwa tunaangalia vile vitu vinavyoshabihana kwa tabia. Ndio maana ukisema mwanadamu ukagui jinsia, mwanamke na mwanaume wote ni mwanadamu. Kwa hiyo huku ndani pia tukiingia tunavyoviita wanga, sisi tunaangalia kinaanzia wapi, kinapoanza kuliwa ule mmeng'enyo unaanza wapi, na vitu gani vinatumika kuweza kufanya hivyo, ambazo ni hizi jamii ya homoni, mpaka kinamalizikia na kinatoa nini. Kwa hivyo vile vyenye sifa moja vinapewa sifa ya namna hiyo. Kama ni wanga itaitwa wanga, kama ni protini itaitwa protini, kama ni mafuta itaitwa mafuta. Kwa hivi vyote vina utaratibu wake stahiki wa mtu kuweza kuvirekebisha. Kwenye nafasi ya kumshauri mtu nini ongeza nini upunguza, maana yake hapa patakuja. Ndio maana nasema kuna vitu vingi vya kuweza kuvipima, kwamba utaangalia uzito, utaangalia urefu, utaangalia umri, lakini na hali yake ikoje. Huwezi kumshauri mtu ukimwambia situmie vyakula vya aina fulani wakati uwezo wa kujimiliki mwenyewe yuko dhaifu riari. Kwa kila mmoja itategemea na hali yake, tofauti na vile tulivyozoea general tu kwamba bwana sukari usitumie wanga. Ni kweli usitumie wanga, lakini nenda kwa wataalamu wa kushauri. Kila mmoja ana kitu anakihitaji kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo huwa ni vizuri ukae na wataalamu wa shauri. Na kubwa tunasema kwamba ukishakaa na wagonjwa kama hawa majumbani, kwenye nafasi yetu kama jamii, inakopo ni ngumu kwa muda mrefu, mtu amekuwa anakula vyakula mnavyokula nyinyi. Sasa leo tunampa masharti. Moja ya changamoto inayokuwa inakuja, ambayo tunashauri kwamba watu waizingatie, ni pale kwamba sasa tunamwambia wewe hiki chakula chako usitakiwi kutia chumvi, alafu wewe umekaa na chumvi unaweka. Kwa hiyo tukisema tunafanya kitu fulani, kwa sababu jua na yule naye ni mwanadamu na anapambana na nafsi yake pale. Kwa hiyo mtengenezeni mazingira akikaa, kwa watu tunapenda chumvi ni ile inayopikiwa moja kwa moja kwenye mboga ikibidi kutumika. Kwa sababu tunapima kule hospitalini madini ya sodium. Kwa kama itakuwa imepungua, tutamshauri mtu fanya 1, 2, 3. Kwa ikitokea na lazimika kutumia, basi maana kwamba wekeni kwenye mboga ambayo, au kama ni wali wekeni mle ndani mwa chakula mnachokula chote. Na mkisema hamtumii, basi ni bora isitokee ile athari ya kuongeza mbele yake. Kwa sababu atajitahidi siku moja, siku mbili, siku tatu, siku nyingine atasema ngoja niongeze kidogo. Leo kidogo ni mimi. Na haya ni makosa sana kwenye magonjwa ambayo chronic. Utakuta mtu anajizuia, anasema siri kitu fulani, lakini siku kaalikwa kwenye shughuli anasema nimejizuia sana, miezi 6 sijala, ngoja leo tu kidogo, haizuru. Uweze jua mwili wako katika wakati huo na mazingira hayo nini kinatokea ndani ya mwili. Kwa hiyo ni bora kuchunga katika nafasi hiyo, kwenye nafasi yetu tunavyoishi na hawa watu. Lakini inapofika pia nafasi kama tunasema kuna hayo mazoezi ya kutembea, kama kuna watu wanaweza kumsaidia mgonjwa, ni jukumu la kusaidia hilo, kuweza kumpa tunasema kampani, ushawishi, ili aweze kufanya hiyo vitu. Inasaidia kwa sababu katika maisha yetu unaweza ukaona kwamba huna uhitaji na mtu au na jamii, au wewe ukaona hanihitaji, lakini huwezi jua yeye mwenyewe anaweza kukutamkia, lakini si uhalisia. Kila mtu anamhitaji mwenzie, na ndio maana ukitaka kuliona hili liko vipi, jaribu kukaa na wenzetu ambao watakaokuwa wameondoka. Kwa mfano tu kama ni mwanao kaenda shule, muulize uko boarding jinsi alivyoanza kuwakumbukeni nyumbani ilikuwaje, na waulize wale waliokuwa wamekwenda nje ya nchi. Kila mmoja ana umuhimu kwa mwenzie, na kadiri unavyomsaidia basi na yeye ndio anakwenda mbali. Hii ni kwa ujumla na kwa summary sana kwa upande wa maradhi haya yasiyokuwa ya kuambukiza. Ni ingie kwenye upande huu wa communicable ambao kidogo kuna yanakuwa yako mengi kwa nafasi yetu sisi ya nchi hizi za tropical, ambao huku utakutana na maradhi mengi sana, na haya kwetu ndio sehemu kubwa imekuwa yakitusumbua sana. Utakuta kwa mfano hatutarajii kukuta nchi za wenzetu wakipambana na maradhi ya kipindupindu, isipokuwa nchi zetu tunaita tropical countries. Hizi za kwetu kwenye mazingira ya joto na hali za ukanda wa tropical, utakuta haya maradhi ni kwa wingi sana. Kwa hiyo kwenye maradhi haya communicable tunayagawa kwenye makundi takriban kama 5. Kwanza tunakuwa na magonjwa ambayo tunayaita fecal oral disease. Kwenye nafasi ya fecal oral disease, haya ni maradhi ambayo kama ilivyokuwa inajitambulisha kwa maana ya fecal oral, ukichukua kwa maana unapata feces na oral, kwa maana ni umekula kinyesi.
au vinavyotokana na asili ya namna hiyo. Kwa hiyo maradhi haya namna hii ndani utaingiza kipindupindu, ndani utaingiza typhoid, ndani utaingiza vyote vinavyopita katika nafasi ya namna hiyo, minyoo na kila kitu vinapita huko. Sasa utakapo ya address magonjwa haya sasa hivi si mengi sana. Jitihada za serikali kwenye kuweza kufanya, unaweza si kila serikali si ipitie kila mtu mmoja kwa sasa nimefanya kitu fulani, isipokuwa kuna vitu kivitazama unaona kwamba hivi ni vitu positive kutoka kwenye nafasi hizo. Huduma ya maji, yani magonjwa haya ukiangalia huko yanapokwenda, ili uweze kuyazuia, kwanza ni kwenye huduma ya maji, ndio sehemu kubwa sana kwenye nafasi ya magonjwa ya fikohoro. Tunasema sanitation system. Sanitation system ni watu wachache sana wanaweza kumiliki visima vyao vya maji. Wengi tunategemea maji, kwa mfano kama mji wa Dar es Salaam ni kutoka Ruvu. Kwa unakuta kwamba yale maji tunayotumia yanatakiwa yawe treated, kwa maana yatawekewa kule dawa na kemikali mbalimbali mpaka unapofikia mtumiaji, kwa maana unakuwa umehakikisha umeua hivi vijidudu vyote ambavyo vinaweza kusababisha madhara. Kwa mfano kipindupindu, kwa mfano kama unakuta hiyo typhoid, ukikuta kuna hiyo minyoo, vyote vinakuwa vinakuta katika mazingira ya namna hiyo. Na ukashangaa minyoo tumezoea kwenye kabichi, sasa kwenye maji inakuwaje? Ruti ni hiyo moja, na sehemu kubwa zaidi kuna minyoo ya aina mingi. Sasa tusiingie huko. Kwa hiyo tuongelee zaidi kwenye kipindupindu tutajitosheleza. Kwa hiyo kama unatazama miaka ya sasa hivi hatupati sana kesi za kipindupindu huku kwetu. Wakati tulikuwa Dar es Salaam tunapata. Mimi maisha yangu tangu nina akili mpaka sasa nyumbani kwangu, kama maji hayajachemshwa basi nitakunywa ya kwenye chupa ya bombani au kwa sababu wakati ninakuwa mdogo nilikutana na zile crisis za kipindupindu, wakati huo zinasumbua sana Dar es Salaam. Kwa hiyo nikakuwa na mazingira hayo ya kuchemsha maji. Kwa hiyo maji usipochemsha utanipa ya chupa ya bombani si. Japo kwa sasa hizi ndio hiki ninachosema kwamba kuna watu wengi wanakunywa moja kwa moja kutoka bombani, kwa sababu kiwango kikubwa serikali inajitahidi kuyatibu. Na lao kama isingekuwa humu katikati kwa tunayakasua na kubomoa, basi maana asilimia kubwa 100% ingewafikia watu masafi. Kwa ukidumisha huduma hizi za kwanza za maji, unakuwa umewasaidia kumecontrol sehemu kubwa sana ya magonjwa haya ya mtindo huu wa fikohoro. Baada ya hapo tunakuja tabia zetu sisi wenyewe binafsi. Maana kuna kila level inakwenda kwa jamii na ngazi yake husika. Kuna ngazi za kiutawala, kuna ngazi za kwetu sisi. Unapokwenda kula chakula, nafasi ya chakula hii ni nafasi ya mtu binafsi, tunasema kunawa mikono. Kwenye kunawa mikono, kuosha vile vyombo, chakula kupika kikawa kiko vizuri, hivi vitu vyote vina nafasi ya kuzuia haya magonjwa yanayopita katika njia ya mdomo. Hapa utakuwa umeyadhibiti ya maradhi ya jamii hii ya fikohoro. Ukiondoka katika jamii ya kundi hili, utakwenda katika jamii nyingine la magonjwa ambayo tunayaweka katika kundi tunaita zoonotic disease. Magonjwa yanayotokana na vitu jamii, yanayotokana na wanyama au na product au material yale yanayotoka kwa wanyama. Yaani kwamba kwa mfano kimeta, fikiri kimeta kinaeleweka sana kwa sababu kuna miaka nyuma kilikuwa maarufu. Kinatokana na mifugo, jamii ya ng'ombe kama na mbuzi, kondoo. Kama hautaandaa vizuri ile nyama au yale maziwa, utayapata ya maradhi. Kwa hiyo hii maradhi yanayotokea kule tunayaita zoonotic disease. Utakutana na maradhi ya aina nyingi, kuna tetanus na vitu kama vya namna hiyo. Unataka kushangaa tetanus inatoka vipi? Inatokea kule kwa sababu bakteria wa tetanus wanaishi katika ile njia ya utumbo mpana wa chakula kwenda mpaka kwenye njia ya haja kubwa ya wale wanyama. Tumezoea sana tetanus inatoka kwenye kutu, lakini si kutu, ni kule. Sema kwa sababu sasa wanajisaidia popote, patakuwa kuna vyuma vitakuwa vimechukua, na pale wale bakteria wanatengeneza kwa inaitwa spores, inaweza kuishi muda mrefu, ndio maana moja kwa moja mawazo yakawa yanatokea kule, lakini asili yake ni kule. Kwa hiyo haya ni maradhi ambayo yanatokana na jamii zetu kutegemea na kuishi na wanyama karibu. Kwa sababu utakutana na jamii ya wanyama katika, na utayagawa katika mtindo wa bakteria, utayagawa katika mtindo wa fungus, utayagawa katika mtindo wa virus, utayagawa katika mtindo wa minyoo. Hivi vyote vinatoka kule. Kama kwenye nguruwe tunasema kuna wale hookworms ambao wanasababisha na wenyewe shida nyingi.
Lakini utakapokuja kwenye jamii ya ng'ombe kama nilivyosema, kuna hiyo jamii ya kimeta, tukaweka kuna hiyo nafasi ya tetenasi inatokea huko. Kwa hiyo unakwenda na hivi vitu katika nafasi ya namna hiyo. Kwa hiyo unapofika nafasi ya hii vitu kuweza kuvicontrol, ukija mpaka kwenye virus unakutana na kichaa cha mbwa. Kwa hiyo unapokuja kukutana na vitu vya namna hii, maana kwamba kwanza ni kugundua ugonjwa ni ugonjwa aina gani, na anaweza kusema hivyo ni mtaalamu wa hospitali kwa vipimo maalum. Ukisha identify pia kuna nafasi ya kusema kwa baadhi ya vitu kwa kutumia dalili. Kuna dalili tu ukiziona unajua moja kwa moja huu ni ugonjwa fulani kitaalamu. Kwa mfano kama wagonjwa wenye tetanus, sifa yao kubwa ni kwamba huku kuongea tu, kama mtu ana tetanus anapata, kwa sababu tetanus wale wadudu wanatoa sumu. Ile sumu inakaa baina ya maunganiko ya mishipa ya fahamu, baina ya mshipa mmoja kwenda mshipa mwingine, hapa katikati ile sumu inakaa inazuia kwamba taarifa ikitoka huku ili ipite iende huku yenyewe inazuia. Kwa hiyo ikizuia inatengeneza hali kama vile kwa lugha nyepesi niseme kama shoti fulani. Kwa hiyo mgonjwa huyu chochote kile kinachokuwa kinalazimika mishipa yake ya fahamu ifanye kazi, kwa maana kitakuwa kinamsababisha kama unaongea anakageuka kutazame, kwa hiyo amezishughulisha ile mishipa ya fahamu inakaza. Kwa unakuta muda mwingi mshtuko kidogo anakakama. Hata kwenye mwanga pia, ukiweka tu mwanga, ukiwasha taa inamsumbua. Kwa hiyo unajua tukiwatibia, ukipata unaweka kwenye mazingira ambayo yanakuwa yana hali ya giza, lakini pia yanotulia mpaka uweze kutibu. Na changamoto kubwa sana kuitibu hiki kitu. Kwa hiyo hii utaipata katika mazingira kama hayo, na unapokutana na mazingira kama ya kichaa cha mbwa, ukishaweza kujua kama ni kichaa cha mbwa, basi maana yake ni kwamba kunabidi kushirikiana timu, wapate wenzetu upande wa veterinary service, madaktari katika upande wa mifugo, mbwa wa eneo hilo, wanyama wenye sifa ya kung'ata, mbwa, paka. Kama tunakaa huko kwenye mikoa ingiliana na wanyama wakali kama fisi na tulia na meo, basi kwa haraka tuchukue hawa majumbani, jamii ya mbwa na paka huwa nao na chanjo zao. Kwa hiyo inabidi uwachanje, na yule atakayeonyesha dalili za hii ambazo kwamba hizi ni za mwasilika wa ugonjwa huu, basi maana yake tunaposema huyu mbwa nimemuua, na pia kwenda kuzika ile maiti au mzoga wake yule mbwa, inatakiwa ikazikwe na utaratibu wake. Kwanza uchimbe shimo zaidi ya hili tunalomzikia mwanadamu, tunamwagia dawa mbalimbali ndani, kuna chokaa, kuna kitu gani, na umfikie kiasi kwamba wanyama wenzio wasio kasikia harufu yake wakataka kufukua wakala, na wakila maana wakapata wao ile maradhi. Maana nikasema unapotaka kuzuia maradhi kwenye jamii, kuna ngazi zinazotakiwa zihusike. Kuna ngazi ya kwetu sisi kama jamii, na kuna ngazi inakuwa ni ya serikali, kwa sababu ikifika nafasi ya kuchanja, hii chanjo ni ya serikali. Lakini kuna maradhi mengine yakijitokeza, inabidi serikali iwe notified, ipewe taarifa kwamba kuna jambo 1, 2, 3 linajitokeza, hasa pindi inakuja katika mtindo wa mlipuko mkubwa. Kipindupindu unaweza kuona ni kitu kidogo tu, lakini kikitokea hapa, ikiwa kila mtu ana tumbo la kuala mji mzima, maana kwamba serikali inabidi ijue hili ifanye haraka kuleta madawa, lakini pia na wataalamu, na iandae mazingira ambayo hawa watu watapelekwa kwenda kutibiwa pale, ili atakapotoka mtu kutoka point A kwenda point B, hapa njiani akitapika, tukisaidia anaendelea kuambukiza ule ugonjwa. Kwa hiyo na maana inabidi serikali involve ili iandae eneo la kuwatibia hawa watu, inakuwa ni isolation au quarantine. Na bahati nzuri mashairi wanajua, kuna hadithi nyingi zinazoelezea haya mambo ya quarantine. Kwa hiyo hii ni nafasi ya magonjwa haya ya kikohozi. Kwa hiyo kwanza utafanya namna hiyo, na bahati nzuri ukisha control katika nafasi hiyo, ukatoa elimu katika jamii, na tukazingatia usafi, kunawa mikono kabla ya kula, baada ya kula, kuosha matunda na kupasha vyakula kula vikiwa vina hali ya moto. Baada ya hapo kuna nafasi nyingine itakuja pale kwenye maradhi, tutatibia, tunatoa dawa, na kuna baadhi ya magonjwa yenyewe ambayo yanahitaji chanjo, tutachanja. Kwa mfano kama tetanus, tutatoa tetanus chanjo yake, tutatoa. Kama ni virus hawa kichaa cha mbwa, tumesema tutawachanja wale kwa wazima, na wale wenye shida sheria, kwa sababu kichaa cha mbwa akikipata mbwa au atakuwa amekufa, kinashambulia kwa kasi sana. Kwa hiyo ni lazima tahadhari haraka ichukuliwe. Unaweza kuona ni jambo dogo sana, lakini madhara yake kwa jamii ni kubwa. Na usipoihusisha serikali, atakuja kulalamikia mtu hapa atakwambia umeua mbwa wangu. Kwa si jukumu lako kuua, jukumu ni kutoa taarifa kwa mamlaka husika wafanye kazi yao husika. Ukiachana na magonjwa haya mtindo huu wa zoonotic disease, utakutana na magonjwa ambayo tunasema vector-borne disease.
Vector-borne disease, haya ni maradhi au magonjwa ambayo yanaambukizwa na wadudu kama malaria au mbungo wale wanataka sana. Sasa ukikaa kule kwenye maeneo ya mifugo kama ng'ombe Dodoma, watu wako kwa wingi sana, wanasababisha malaria. Kwa hiyo hawa na wenyewe ikijitokeza ili uweze kuyakontrol, maana yake ni kwamba unarudi katika utaratibu ule. Nini kinasababisha ugonjwa, ni wa aina gani? Ukishagundua baada ya hapo anayesababisha ni nani. Kama ni inzi, maana yake tutoe dawa itakayoweza kumdhibiti inzi. Alafu baada ya hapo unakwenda kumtibia mwanadamu. Kwenye principles za communicable disease inabidi vitu vitatu vitazame. Tunaita host, yule anayeugua kwa maana ya mwanadamu. Alafu yule causative agent, kama hapa ni huyu vector, nayo mtazame. Alafu unakwenda kwenye mazingira. Hizi pembe tatu zinategemeana, kwa maana kwamba huwezi kusema unamlinda mwanadamu peke yake alafu bado mbu wanazaliana kwa kiwango kikubwa, kwa sababu sio shughuli zote mwanadamu ataweza kuzifanya akiwa kwenye neti au wapi. Kwa hivyo vinaenda sana, kwa maana unamtibu mwanadamu, unatokomeza mazalia ya hawa vector ambao ni wadudu, insecta na jamii ya namna hiyo, na wakati huo unaangalia mazingira. Kama mazingira yanaonyesha ina promote uzaliana kwa hawa wadudu, maana yake ni kwamba unachokifanya ni kuondoa yale sehemu ya mazalia ya wale wadudu. Ukiweza kuvisimamia hivi vitu hapa, maana yake kila kitu kinakwenda sambamba. Na baada ya hapo, kwa nafasi yako wewe sasa ni nini, inakuja ni mazingira yako. Kama ni mbu, puliza dawa. Zamani kulikuwa kuna programu zile, kama mtakumbuka, kuna kipindi walikuwa wanapita huwa hata kama katikati pia baada ya maradhi yako walikuwa wanapita watu kupuliza madawa majumbani na mitaani. Lengo lilikuwa ni kuondoa vitu vinavyoweza kusababisha kubeba mdudu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine na akasababisha maradhi. Kwa hii ni nafasi ya kufanya namna hiyo. Una nafasi ya mtu binafsi, sasa hizi dawa ziko nyingi za kupiga majumbani, ili mradi kila mtu kwa namna yake aweze kuchukua tahadhari, na lengo kubwa mwisho siku inakuja ni ile elimu husika ya kuweza kufanya namna hiyo. Tabu yetu siku hizi, ukilikuta jambo linamhusu mufti, kila mmoja anaingia kwenye Google. Tena uenda kwenye Google kidogo wakugaia maelezo ya kujitosheleza ya kina, na mwisho wakugaia ushauri. Tunaingia kwenye mitandao, tunaingia kwenye WhatsApp na Facebook. Kule kuna kila mtu ni mtaalamu. Sasa matokeo yake unachukua yale mambo ambayo yalikuwa unatakiwa kushauri watu husika, unachukua wewe, alafu umechukua nusu. Unapata neno lililokuwa sahihi. Ukitaka kulihakikisha hili jinsi lilivyo, angalia leo tofauti zetu tulizokuwa nazo misikitini tu. Kwa sababu tangu tumefundishwa mafundisho ya dini ya Uislamu miaka 1443 iliyopita, na ndio maana tunafanya maadhimisho yake haya. Meseji iliyoteremka wakati ule, na wenyewe walikuwa wakiishi wakati ule hawakuwahi kugombana, mwezi umeandama wapi, umetoka wapi. Meseji ilikuwa ni ile moja. Lakini nini kinaendelea? Maana kwamba kila anayechukua ule ujumbe, anayekwenda mbele, kila anayemwambia naye anasimulia vile anavyoona kwake yeye wepesi zaidi kusimulia. Matokeo yake ule ujumbe unapoteza maana halisi, isipokuwa upate sehemu uliohifadhiwa. Na sehemu uliohifadhiwa maana yake nenda kwa watu husika wasomi na Uislamu. Haya maalum nafikiri naongelea kitu, waulize sana wenye kujua. Kwa hiyo sasa tunapoingia kwenye mitandao ya jamii tunapotosha lile lilokuwa sahihi, na watu wanakosa haki zao za msingi kwa kitu kidogo tu, na athari yake inakuwa ni kubwa. Kwa hiyo ikitokea katika hali ya namna hii, maana yake ni kwamba una control katika hali hizo na unatibu magonjwa husika, na watu wanakwenda wanazingatia kila mmoja kwa nafasi yake hiyo. Ukiachana na magonjwa haya, unakuja katika magonjwa mengine tunasema sexually transmitted disease, magonjwa yanayoambukizwa katika mtindo wa kujamiana au magonjwa ya zinaa. Zinaa inakupa terminology nzuri zaidi, kwa sababu tayari ndani yake inaweka ukali. Ukiyafuata haya na yenyewe ukiyachunguza, maana yake ni kwamba yako ya aina mbalimbali magonjwa ambayo yanaambukizwa katika mtindo huu wa kujamiana. Utapata kwa mtindo huo vile vile, utapata mtindo wa bakteria, utapata mtindo wa virus. Kwa hiyo inapojitokeza, maana yake kwamba kila kimoja utafuata utaratibu wake, lakini katika nafasi yake ya kuweza kuzingatia, madaktari yani atakayeugua aende hospitalini ili waseni ni ugonjwa upi. Kuna gonorea, kuna kaswende, kuna pangusa. Mengine naweza nikakumbuka zaidi kwa Kiingereza kwa haraka ikawa terminology zitakuwa ngumu. Kuna chancroid iko humo ndani, HIV/AIDS
iko huko ndani. Sasa ukiyakuta haya, maanake ni kwamba inabidi mtaalamu aseme huu ni ugonjwa upi, kwa sababu dawa zinaweza zikawa zinakutana sehemu moja, lakini kuna sehemu zinatofautiana. Inabidi kuna sehemu changanya dawa mbili, sehemu dawa tatu, kuna sehemu utumie dawa hiyo kwa muda mrefu, mara 2 mara 3 ndani ya miezi 3 mfululizo, kwa maana kila baada ya muda fulani unatumia ile dawa. Athari yake kwenye jamii ni kwamba haya magonjwa, kwa sababu tunaongelea zaidi kwenye upande wa tunaishi vipi na tunajikinga vipi, ninaepuka ile nafasi ya zile dalili zake, kwa sababu yake ni magonjwa mengi mno, muda hautoshi. Kwa utakuta yule anajitokeza nayo haya maradhi, maana ni kwamba sisi nafasi yetu kama wataalamu ni wewe kuja na kusema ninaona nikikojoa napata maumivu, ninaona nina vidonda sehemu za siri, tupime tuweze kusema ni syphilis. Baada ya kufikia kwa daktari tunayagawa, katika sehemu tunasema magonjwa yanayotoa usaha na magonjwa yanayotoa vidonda sehemu za siri. Kwa hiyo ukishayagawa katika makundi haya, maana sasa ukiyaweka katika kundi hili na kusaidia, kwa sababu agharabu mengi yanashare dawa ile moja. Kuna watu leo hii ukimwambia kwamba bwana sasa una shida yako kitu gani, na bwana mimi nina jitu, ndio maana nasema waulizeni wenye kujua. Ukamwambia kunywa Flagyl, anakuambia Flagyl dawa ya tumbo. Hapana, Flagyl ina uwezo wa kutibu magonjwa mengi mno ya bakteria na inafanya vizuri sana, isipokuwa tu ni kuweza kujua, kwa sababu wenyewe tunawagawa katika mtindo tunasema anaerobics na aerobics, yani wale wanaokaa kwenye oxygen na wale wasiotaka oxygen. Kwa hiyo wewe unatakiwa ujue na mtaalamu wa kushauri. Sasa inapoingia haya madaktari wetu wa siku hizi wao wa mitandao, changamoto inaanza hapo. Lakini ukiweza kuzingatia ili mtu utapata matibabu stahiki. Na baada hapo ukitibu utaratibu wako utakwenda kubujwa na itakuwa kutibu, maana kwenye magonjwa ya zinaa wewe uliniambia unaumwa na ugonjwa fulani, maana inabidi wewe umepata sehemu. Kwa hiyo inabidi nikutibu wewe na kule ulipochukua. Matangazo fulani wanalitoka kwenye vyombo vya habari, wanauliza je, tuko wangapi? Kwa hiyo ukilijua lile, maana inabidi sasa utibu wale wote, kwa sababu linaambukiza. Ukimtibu mtu mmoja, maana kwamba umemtibu yeye, anapona, kesho anarudi pale pale tena anauchukua. Kwa hiyo principle inakutaka utibu wote. Baada ya hapo ndio watu unawapa utaratibu stahiki, kwa sasa jitahidi kuishi katika ule mfumo ambao mfumo huu utakufanya usipate maradhi haya ya kuambukizwa. Kwa sisi kwa nafasi yetu ya ngazi, kwa sababu ni msikitini, tutakwambia nenda kaoe, hakuna mbadala wake. Ni principle ile moja ndio ambayo tukija kwetu sisi tumesema kwamba kuwa na mpenzi mmoja mwaminifu. Mpenzi mmoja mwaminifu ni mkeo au mumeo. Kwa hiyo kuwa na nenda kaoe au kaolewe, utasalimika kwa sababu ya mahitaji yako mengine. Hii ni principle kubwa ya magonjwa haya ya kuambukiza. Baada ya hapo izingatiwe neno uaminifu. Uzingatiwe. Hapo utakuwa mko salama ukishatibu. Ukiachana magonjwa haya ya sexual transmitted disease, baada hapa utakutana na magonjwa ambayo yanaitwa airborne disease. Airborne disease ni magonjwa yote yanayoambukiza katika mtindo wa mfumo wa hewa. Tukiongea mfumo wa hewa hii hapa haiwezi kuambukiza, isipokuwa lazima pawe, kama nilivyosema mwanzo, lazima kipatikanike kile ambacho kina ugonjwa ili kiweze kuambukiza. Kwa unakuta mfumo huu wa hewa, hivi vitu vinaweza vikaambukiza. Kama mtu anaongea, kuna watu tumejaliwa akiongea lazima utahisi ile athari ya mate. Kwa katika kuongea tunasema huku, kama mtu anaongea sana kama vile mtu amegazibika, basi kama ana kitu atakuambukiza. Baada ya hapo inakuja chafya, inaambukiza. Hivi vitu utavipata katika nafasi ya magonjwa haya ya mfumo wa hali ya hewa. Wakati tunafanya program za mambo ya TB, kujitibi kule, tunasema kwamba mtu anapokuwa amepiga chafya, ndani yake kuna zile droplets, yale matone baina ya matone 30 mpaka 500 yanatoka kwenye ile chafya moja, na kila tone moja mle ndani lina uwezo wa kuhifadhi vijidudu takriban milioni 1 mpaka milioni 30.
Kwa maana chukua chafya yako zidisha mara milioni 30, utajua ni wadudu kiasi gani umewatoa, kama ni wa bakteria au ni wa corona. Mimi nimesema sijui kinyambia arifu inaandikwaje, lakini najua kwa sababu wenye fani yao wapo na nimeongea hapa, waulize wenye kujua. Tuna maelekezo kwamba tunapopiga chafya miayo tuzibe mdomo wetu. Ilikuwa hekima yake ni Uislamu haukuacha kitu. Ukija kule kwenye fikoro disease tulikuwa tunasema kwamba mmoja matumizi ya maji yanasaidia kuokoa hii. Tumeambiwa tukae tudumu na uzu. Kwa sababu unapodumu na uzu iko hivi. Nimepanda pantoni langu hapo, ninakuja ninavuka, nimepiga chafya. Nikimaliza pale kama kutakopo kuna kuloa kulikuwa kunaonekanika ile asali ya kamasi, nitafuta kama ni kwenye kanzu, nitashika kwenye kiti au popote pale, mkono ukiwa mkavu naendelea. Nikija hapa nikikutana na Sharifu nampa mkono, hujui linaloendelea kwenye mkono wangu. Na yeye akimaliza hapa, kama alikuwa anafunga msikiti, amefunga pale msikiti wake na funguo zake, kile nilichokuwa nacho mimi na yeye kakiacha kwenye mlangoni, na yeye tena anaondoka na kwenda nyumbani kwa mama watoto na watoto. Umeona jinsi huu mzunguko unavyozidi kuwa mkubwa, ule pale tuko wakati. Lakini kama utakuwa tuna kawaida ya kudumu na uzu, maana yake ni kwamba sifa ya kwanza umeosha viungo vyako, kama kuna chochote umetoa. Hata sisi kule hospitalini tufanye operation kwanza, operation ya kwanza ni kwanza unapoanza ni wewe kunawa. Tunaita kuscrub. Principle kabisa. Nyinyi mmeijua hizi siku 2-3 baada ya corona kwamba fanya hivi. Ni utaratibu kabisa, unabidi kama daktari ujiandae hivyo. Upewe nguo zako uvae vipi ili usije ukacontaminate yule mgonjwa na kufanya operation pale. Kwa hiyo kama tungekuwa tunadumu na uzu wetu, hili tunaepukana nalo. Unakuta mtu katoka zake huko amejikuna sehemu mbalimbali za mwili, minyoo ina kawaida ya kutokea njia ya haja kubwa na ina kawaida ya kuishi pale. Sasa mtu katoka kujikuna kule na kaja na mikono yake anakupa kama jinsi ulivyo. Ndio maana ya kusema kukaa na uzu, ama tunapofika nafasi ya kuosha vitu. Lakini pia kwa mfano kwenye magonjwa haya ya fikoro, kipindupindu tumekizoea sana, hasa msimu wa maembe. Si kama maembe ndio yanasababisha kipindupindu, hapana. Isipokuwa kinachotokea ni kwamba kwa sababu yanaota porini, na mara nyingi tumezoea huko, ukienda mwenzetu mikoani, sisi sehemu zote tunasema wenyewe kuchimba dawa. Kwa hiyo umejisikia unataka kuchimba dawa, unakwenda mahali popote. Unapoondoka pale kufukia kufanya nini? Mbona si utaratibu, si ustaarabu. Matokeo yake embe likianguka linaangukia pale. Anaikuja kulichukua kuliokota ni haraka na kutia kwenye tenga, linasafirishwa mpaka kwako Kariakoo. Na wewe ukishika pale na njia yako ya haraka ni kukamata na kula. Kilichokuwa pale chini ambacho lile embe liliangukia, na kama kuna maradhi ya namna hiyo umeyapata. Ndio maana wakati wa msimu huo wa maembe ukienda vijijini huko unakuta watu wanaugua sana. Lakini kadri elimu inaendelea kuwafikia watu na kudumisha hizi huduma za maji, sasa hizi unakuta hivi vitu havisumbui sana. Kwa hiyo ukija katika maradhi haya ya mfumo wa hali ya hewa, sasa hapa unakutana na maradhi ya aina nyingi. Kuna maradhi ya mtindo bakteria sana hapa na wengi, na virus hapo ndio utakuta wengi sana. Kuna kina kifua kikuu hapo utawapata, kuna uti wa mgongo hapo utawapata. Unakuja kwa hali zetu sasa hivi tuna kitu tunaita severe acute respiratory syndrome, ama kwa lugha nyepesi COVID-19, corona disease. Unaikuta katika mazingira haya yako hapa. Baada ya kuwa hapa sikutaka kugusa sana, sasa shehe wangu akaamua kunitumbukiza hivi nyepesi, maana sasa unaona watu wanasogea. Sasa kwa uhalisia halisi unapokutana na magonjwa na maradhi ya namna hii, principle hazibadiliki za haya maradhi. Baada ya kujua ugonjwa unasababishwa na nini, dalili zikoje, na tunakuja pale tu kwenye hatua ya kwanza ya kuweza kujikinga. Ukiwa kama hizi zilizokuwa zinatakiwa mtu asizingatie zimeshapita, umepata maradhi, basi kama hujasema una maradhi fulani, acha wataalamu ndio waseme huu ni ugonjwa fulani, ili wakupe matibabu stahiki. Tuna watu tunawapokea na lalamika kwamba nasikia moyo unaniuma sana, lakini tukija tukifanya vipimo vyetu na kila kitu tunaweza kugundua na vidonda vya tumbo, kwa sababu mfuko wa chakula na moyo vimekaa karibu sana. Kwa hiyo kuna kipindi inaweza kusababisha hiyo maumivu, akasikilia ni moyo, kumbe vidonda vya tumbo. Sasa anatakiwa aseme ni mtaalamu kwamba haya ni maradhi fulani.
na si muhusika tu akakaa akasema nimeona dalili hizi na wewe kuugua hivi kwa nini niliambiwa kitu fulani na wewe kama ngoja nichukue dawa. Hapana, fuata utaratibu stahiki. Sasa ukija katika utaratibu huu wa maradhi haya ya hewa, mfumo huu, pana miongozo mingi ambayo imetolewa, lakini sehemu kubwa tunasema kwamba kwanza tunazuia maambukizi baina ya mtu mmoja kwenda mtu mwingine, kwa sababu ni communicable disease. Kwa hiyo kwenye kuzuia haya maambukizi, kwanza tumesema tunapunguza misongamano isiyokuwa ya lazima, kwa sababu mkishajazana sehemu nyingi, maana ukifuata haya magonjwa sifa yake huwa ni mlipuko. Kwa mfano kama ukifuatilia uti wa mgongo, meningitis, utakuta sana kwenye mashule hasa ya boarding au kwenye kambi hizi sehemu za wafungwa, kwa sababu kule kunakuwa na msongamano wa watu wengi. Kwa hiyo la kwanza unasema punguza msongamano wa watu. Panapokuwa hakuna sababu ya kulindikana, basi watu wafanye namna ile, na inabidi tu maintain distance ya kuweka, sasa hivi tunasema mita 1 mita 2, tu tumeacha umbali wa namna hii. Lakini pili, unakuja hatua ya pili ile tulikuwa tumeelekezwa kule mashehe watatoa hapa hivi, wanakwambia tuzibe chafya yetu. Siku hizi tumeongezeka, tunasema kama unakwenda pale feri unataka kuvuka, wanakwambia hakuna kuingia kwenye pantoni bila ya barakoa, kwa sababu tuko wengi kule msongamano na kila mtu ana hali zake, atapiga chafya. Kwa hiyo njia nyepesi ya kwanza ni kuzuia ile chafya yako isitoke, kwa sababu kama unayo maradhi na wewe mwenyewe ukijadhibiti hapa, maana yake kwamba umesaidia sana, hayatasambaa. Tumesema ile chafya kuchukua milioni karibuni 3 mpaka 30 mara droplet 500, unaona ni wadudu wengi kiasi gani unawaachia. Kwa hiyo vaa barakoa kuzuia chafya yako. Barakoa haikuwa sasa hivi ndio imetolewa, isipokuwa kwa sababu imepanda kasi dunia nzima kwa haraka, ndio maana imefahamika namna hii. Baada ya hapo tunakuja, kwa sababu tumeongea hii nafasi ya watu kuweza kunawa mikono, tukasema tudumu na uzu, tukaongeza nafasi ya sanitizer. Kwa lugha ya haraka unakuta hawa wadudu wengi wanaosababisha haya maradhi hawana uwezo wa kuvumilia ile chemicals zilizokuwa ndani ya sanitizer. Kwa maana kwamba unapokuwa kwenye mazingira unaona maji kuyapata kwa haraka ni ngumu, basi sanitizer imekuwa kwenye option ya haraka, kwa sababu ukichukua unapoosha ile mikono kwa utaratibu wake stahiki unaotakiwa, maana yake ni moja kwa moja ina uwezo wa kuua kwa kiwango kikubwa sana wale wadudu. Ni kama sisi tulivyo hivi kidaktari, unasema hizi ngozi ni sehemu ya kwanza ya ulinzi kwako wewe mwanadamu. Kwa unapotumia ile sanitizer, na yenyewe cha kwanza inaanza kuharibu ile ngozi zao wale wadudu. Naamini unafahamu tukitoa ngozi yako hii uwezo wa kuishi hakuna. Kwa hiyo wao ya kwao ilivyo walivyoumbwa inaharibika kwa haraka sana unapotumia material hizo za sanitizer. Kwa ukifuata ule utaratibu haraka, na wala haihitaji ukae muda mrefu kama vile wakoga. Nikiacha kusema bismillahirrahmanirrahim. Yaani huu muda wa bismillahirrahmanirrahim umemaliza hapo, umefuata hizo sehemu zote umemaliza. Kisha subiri ile sanitizer itulie, ndio shika unachotaka kukishika. Sababu usije ukashika na mikono mibichi, maana yake kwamba kama kuna waroko wako uhai umewaweka hapa, afu kwenye hakuna sanitizer ikarukia hapa, kuongea nafasi ya kusurvive. Wewe subiri ikauke kabisa, akose pa kwenda. Kwa hiyo baada ya hapo, ukiepukana na vitu hivi na hali hizi, tunakuja kwenye nafasi zingine, tunaangalia. Ningependa zaidi pana mwongozo wa shiri janga lilipokuwa limefikia sasa hivi, na maradhi haya tena limekuwa si la mtu binafsi, ni la dunia nzima. Na pindi dunia nzima inapokurupuka, kuna mamlaka husika zinazohusika na hizo hali. Kwa hiyo tuna mwongozo ambao ulitolewa kwenye Julai 2021. Miongozo iko mingi, lakini huu ulitolewa hapa hii Julai, ambao unaelezea utaratibu mzima jinsi gani ya kuweza kudhibiti haya maradhi jinsi ilivyo kwa kushoto, na nini kifanyike. Huu utangulizi jinsi ulivyo, nisome tu utangulizi wake kwa haraka. Ni mwongozo kutoka Wizara ya Afya. Juu umeanza na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, ikaeleza vitu vingi, ikatoa toleo la kwanza. Utangulizi ni kwamba kutokana na mwendo wa ugonjwa wa corona uviko 19 nchini, kamati ya wataalamu imeainisha maneno mahususi yanayohitaji kutiliwa mkazo kupitia afua za kupunguza msongamano katika jamii. Lengo ni kukata mnyororo wa maambukizi katika ngazi ya kaya na jamii.
Mwongozo huu utawezesha wananchi kufanya shughuli zao za kiuchumi na kijamii sambamba na kubadili tabia zao, huku wakizingatia mbinu za kujikinga na ugonjwa kwa kupata elimu ya kutosha na kujiwekea utaratibu wa kudhibiti ugonjwa kutosambaa kwenye jamii. Wananchi tayari wamepokea mbinu hizi kwa mtazamo chanya, lakini zinahitaji kuimarishwa bila kulegalega, ili jamii iweze kujikinga, kudhibiti kuenea kwa ugonjwa huu wa uviko 19. Uviko 19 kwa maana ugonjwa wa virusi vya corona. Kwa hiyo tumesema kuna nafasi ya kuangalia mikusanyiko, unatakiwa uidhibiti. Humu wanaingia watu wote, mpaka kwenye nafasi hapo ukiingia kwenye ukurasa wa pili zimewekwa mpaka nyumba zetu za ibada. Lakini katika hizi sehemu zote ukiwa unaingia, principle kubwa zinakuja ni hizo, kwamba unapoingia mlangoni pale pana maji ya kunawa mikono, pana sanitizer, na wale muumini umevaa maski, na kama tuna vile vya kupimia joto unapima pale joto. Ikitokea kwamba joto liko juu, basi mshauri mhusika kwamba kwa hali hii kwanza unawezekana ukawa unaomba nenda hospitalini upate utaratibu husika. Inaweza ikawa ni malaria tu, si kila joto lililopanda ikawa ni uviko. Hapana, huko unatakiwa mwongozo, haukuacha kitu. Umekwenda huu mwongozo umetoa mpaka kwenye vituo vya polisi, magereza, mahakama, nini kifanyike. Umekwenda saluni pamoja na vinyozi nao nini wafanye. Umekwenda kwenye maduka makubwa kama vile umekwenda kwetu hapa, unakwenda Ilala hapo sokoni, Kariakoo, wameweka kwenye matamasha mbalimbali ambayo kutakuwa kuna watu wengi wamekusanyika, na ikaelezea umuhimu wa matumizi ya barakoa. Na mwisho kana maandishi yakawa tunasema bold makubwa kwa rangi nyeusi, kwamba mwisho wakuu wa mikoa, wilaya na vyombo vya ulinzi na usalama wasaidie waganga wakuu wa mikoa na wilaya katika kutekeleza sheria ya afya ya jamii ya mwaka 2009 kipengele cha 15 na 16 inayowapa mamlaka ya kudhibiti kusambaa kwa magonjwa katika maeneo yao, kusimamia mbinu mbalimbali za udhibiti kwa jinsi watakavyoshauriwa. Kisha akaisaini mganga mkuu, katibu mkuu wizara ya afya Makubi. Kwa huu ni mwongozo ambao ukifuatwa na ukizingatiwa utakusaidia katika hali hizi ya jamii tulizokuwa tuko nazo. Kwa hiyo kwa magonjwa haya ya mtindo wa hali ya hewa, unakuta kubwa ni kujua kwamba kama ni ugonjwa unasema katika mtindo wa hali ya hewa, basi kwanza tudhibiti kutoka baina ya mtu mmoja mwingine. Tukasema umbali, tumesema vaa maski, tumia sanitizer, tuoshe mikono, tutakuwa tuko katika hali salama. Na yule atakayeonyesha dalili zile anaonyesha kwamba ana ugonjwa aende hospitalini. Hakukuwa na nafasi ya mgonjwa huyu mwenye maradhi haya, kwa sababu tunasema ni ya kuambukiza, ukamtibia nyumbani bila kupata matibabu. Aje hospitalini tumtazame yupo katika kiwango kipi, kiwango cha kutibiwa akiwa nyumbani na dawa zake, na utapewa utaalamu uishi na hivi. Na kama kuna anahitaji kuja hospitalini, tutachukua sisi nafasi yetu hapo. Kwa yote, kwa nafasi ya ugonjwa wa corona, kwa nafasi ya ugonjwa wa TB. Na tunasahau sana TB, lakini ipo wanatushambulia. Kwa hiyo hivi vyote vinahitaji kuchunga na kutazama. Mgonjwa wa TB akishatumia dawa za TB kwa siku 14 aambukizi. Na ukichukua katika nafasi ya magonjwa ya hii ya virus, kwa wenzetu kienda pale watu wa maadili na masuala ya chanjo, immunology au MIMRI kule, watakwambia kuna muda tangu ule muda ambao ule mtu anaanza kuonyesha zile dalili, anakwenda mpaka kifikia kiwango fulani, mwisho siku wale wadudu wanapoteza ile kasi ya kupungua kuambukiza. Kwa haraka niweze kudili nisimame hapo ili nipokee maswali alafu niyajibu katika hayo maswali. Hii ni Mtoro TV.